Ilikuwa ni Machi 2 mwaka 2026. Timu ya taifa ya wanawake ya Iran ilikuwa ikijiandaa kuingia uwanjani kumenyana na miamba wa Asia, Korea Kusini, katika michuano ya kombe la Asia, wakati wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Kiislamu ulipoanza kupigwa, dunia nzima ilitega macho. Wachezaji 11 wa timu ya taifa ya wanawake ya Iran wakiwa wamesimama bega kwa bega waligoma kufungua vinywa vyao kuimba wimbo wa taifa. Tukio hili halikuja hivi hivi. Iran imekuwa ikipitia kipindi kigumu cha kihistoria mwaka huu 2026. Lakini pia mashambulizi ya hivi karibuni yameacha miundombinu mingi ikiwa imeharibiwa na kuleta hofu ya vita kamili. Tangu vuguvugu la mwanamke maisha uhuru, wanawake nchini Iran wamekuwa mstari wa mbele kudai haki zao, na timu hii ya soka imekuwa ishara ya ujasiri huo wa kimataifa. Licha ya kukabiliwa na timu yenye nguvu kama Korea Kusini ambayo hatimaye ilishinda mchezo huo kwa mabao 3-0, wachezaji wa Iran walionyesha kuwa kuna kitu kikubwa zaidi ya alama 3 uwanjani. Wataalamu wa masuala ya kisiasa walihoji nini kitatokea kwa mashujaa hawa watakaporejea Tehran. Katika miaka ya nyuma, wanamichezo waliofanya migomo kama hii walikumbana na vifungo, kunyang'anywa pasipoti au kuzuiwa kuwakilisha nchi yao milele. Hata hivyo, kitendo chao kilipokelewa kwa heshima kubwa na mashabiki duniani kote, kikionekana kama ukimya wenye kelele nyingi zaidi kuwahi kusikika uwanjani. Na maoni gani kuhusu hili? Leave your comment behind.